Asante sana kutoka hapo studio. Kwa kweli ninafuatilia kinachoendelea Mashariki ya Kati. Ukiangalia Iran pamoja na Marekani wameshindwa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Utakumbuka majadiliano hayo ama kikao hicho kimechukua takriban saa 21 nzito ambazo mambo haya yamejadiliwa, lakini sasa ripoti zinaonyesha kwamba hakuna makubaliano yaliyofikiwa, na Marekani yenyewe inasema itaendelea kutumia nguvu kuhakikisha basi inakubaliwa masharti yake, lakini Iran bado inaendelea kusema inalinda maslahi yake. Kwa hivyo kikao hiki ambacho kimefanyika Pakistan kikiongozwa na waziri mkuu wake Shehbaz Sharif anasema kilikuwa ni kizuri na kimejadili jambo hili kwa kina, lakini suluhu haijapatikana mpaka sasa. Sasa rais wa Marekani yeye anasema ataendelea kutumia nguvu sana kuhakikisha kile anachokitaka kinafanikiwa. Na nilimsikia makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema hawakukubaliana kwa sababu kumekuwa na kutokuaminiana, ama Iran haijakubali masharti ya Marekani. Lakini pia Iran yenyewe inasema Marekani imeleta shutuma nzito na haitaki kuisikiliza Iran. Kwa hivyo wote wamekuwa kama wanakinzana hivi. Na pengine kabla ya kuingia kwenye undani wa jambo hili, tuangalie kwa nini wameshindwa kufikia makubaliano haya mazungumzo. Na zipo sababu kuu nyingi sana, lakini wachambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia wengi wanadai kwamba sababu kubwa ya hawa watu kutofikia makubaliano ni pamoja na kuwa na matarajio tofauti. Iran vitu vyake anavyovitaka, Marekani havitaki. Kila mtu anakuja na jambo lake mezani. Kwa nini? Kumekuwa na kutokuaminiana baina ya pande zote mbili. Marekani inasema yenyewe inatamani Irani ifate kile inachoiambia, lakini Irani yenyewe inatamani kuendelea kulinda misingi ya taifa lake. Kwa hivyo hizo ni sababu kubwa ambazo zinafanya mambo hayo yaonekane kama yamekuwa magumu kufikia makubaliano ya amani. Lakini pia Irani inataka kuondolewa kwa vikwazo. Kuna vikwazo ambavyo imewekewa vya kiuchumi. Utakumbuka Marekani ilikuwa na kipindi fulani ambacho ilikuwa inaweka vikwazo vya kiuchumi kwa mataifa mbalimbali ikiwemo Iran pia. Sasa Iran yenyewe inasema lazima masharti pamoja na vikwazo ambavyo Marekani imeviweka kwake viondolewe na vile vya kiuchumi. Teherani inadai kwamba kuna fedha zake ambazo ziko nje ya nchi na zenyewe ziachiwe, ziingiwe kwenye mzunguko. Yaani haitaki kuwekewa vikwazo vya aina yoyote na Marekani, jambo ambalo Marekani inalikataa. Ndio maana hata msingi wa makubaliano haujafikiwa. Lakini kingine ni kiini cha mgogoro huu. Mara zote tumekuwa tukizungumza, Marekani haitaki Iran iendelee kutengeneza nyuklia ama silaha za nyuklia ama kurutubisha urani, lakini Iran yenyewe imesema kwa sababu ya maslahi mapana ya kitaifa lazima sisi tuendelee kufanya hivyo. Umeona? Kwa hivyo wamekuwa na ukinzani hivi. Marekani inasema labda Iran inahatarisha usalama wa dunia, lakini Iran yenyewe inasema tunatengeneza kwa ajili ya maslahi yetu. Kwa hivyo kumekuwa na mgongano wa kimaslahi hivi. Ndio maana vita hii imekuwa mfupa mgumu kutafunika kwa hawa watu ambao walikuwa wanatafuta suluhu katika mgogoro huu. Lakini pia ni udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Utakumbuka zaidi ya 20% za usafirishaji wa mafuta ya duniani huko pale, na Marekani imesema yenyewe inataka kuudhibiti, lakini Iran inasema hapana. Tena Iran imetangaza kabisa inataka kuongeza hadi dau ama ada kwa kila meli inayopita pale. Marekani yenyewe inataka uhuru wa meli kupita kabisa. Kwa hivyo wamekinzana hapo, huyu anataka hiki na huyu anataka hiki, ndio maana makubaliano ya amani hayajafikiwa kabisa. Na swala jingine ni la fidia. Utakumbuka vita hii inaanza Februari 28, vimeleta athari kubwa sana kwa watu na vitu pia na mali zao.
Utakumbuka Iran mara baada ya Israel na Marekani kuishambulia Iran ilisababisha kifo cha kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Alivyouawa hata watu wengine walifariki pia, lakini hata mali ziliharibiwa, na inatajwa kuwa hata mwanaye ambaye sasa ndio kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei bado naye hali yake sio nzuri, kulingana na shambulio aliyolipata katika ile shambulio walilofanya Marekani. Sasa athari hizo ni kubwa, na Iran inataka fidia, jambo ambalo Marekani imesema haitaki pia. Na utagundua pia Iran imeongeza pia hata fidia kwa baadhi ya makundi ambayo imekuwa ikitajwa kushirikiana nayo. Utakumbuka kuna Hezbollah wa Lebanon, kuna Wahouthi Yemen, kuna Hamas Gaza pia. Kwa hivyo jambo limekuwa kubwa, na kweli maslahi ya kila taifa yamekuwa tofauti, ndio maana wameshindwa kufikia makubaliano ya amani. Sasa Tanzania na Afrika itarajie nini? Na je, pengine tunaweza kupata suluhu ya kudumu? Kwanza kabisa mimi niseme wazi, kwa mtazamo wangu, nadhani mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba diplomasia imeshindwa kufanya kazi. Bado ninaamini kwamba mazungumzo yakifanyika yatasaidia zaidi, na mataifa mengine yanatakiwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine. Na nimeona kesho viongozi wa Israel pamoja na Lebanon watakuwa na mazungumzo jijini Washington nchini Marekani kujadili namna ya kusitisha mapigano. Kwa hivyo na hili pia litajadiliwa kwa kina. Kwa hivyo bado naamini katika diplomasia, naamini katika mazungumzo ili kupatikana kwa suluhu ya kudumu. Lakini kama hali itaendelea hivi, manake tutarajie kuendelea kuona hali ya uchumi ikiendelea kuwa na shinikizo kubwa, ambapo bei ya mafuta itapanda, lakini pia tutapata pia changamoto za kifedha kwa watu ambao biashara zao zinategemea sana uchumi wa mafuta. Nadhani hii inatakiwa iwe fursa nzuri sana kwa mataifa ya Afrika kuwekeza katika nishati mbadala, kuhakikisha basi wanawasaidia, kwa sababu tumeona hata hii vita inaathiri mpaka wananchi wa chini kabisa duniani. Kwa hivyo lazima serikali zianze sasa kufikiria namna gani ya kuwekeza kwenye nishati mbadala, lakini pia kutengeneza mazingira mazuri ili kuondoa hili shinikizo la kiuchumi. Serikali zinatakiwa kuimarisha sera za akiba ya mafuta, diplomasia ya kiuchumi, lakini pia na kubana matumizi. Ndio ambavyo tunaona sasa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema tayari anaanza kubana matumizi, na wengine viongozi wengine Afrika tumeona wametoa taarifa kwamba wanaanza kubana matumizi, wengine wakizuia pia hata viongozi kusafiri na nini. Tumeona pia hata Senegal kinachoendelea. Kwa hivyo hizo ndio sera ambazo zitasaidia mataifa ya Afrika na Tanzania kwa ujumla, hasa katika kipindi hiki ambacho mgogoro huu unaendelea. Lakini ninaamini katika diplomasia kama sehemu ya kupata suluhu ya kudumu. Suluhisho la kudumu linahitaji mazungumzo jumuishi, linahitaji mshikamano na uaminifu wa kweli. Usiwe uwanja wa masharti kwamba Iran na masharti haya, Marekani ana masharti haya. Kama mambo yataenda hivyo, suluhu haitapatikana. Badala yake lazima mataifa yote mawili yakae pamoja, yafanye makubaliano kwa uaminifu ili dunia iwe sehemu salama ya kuishi. Asante.